Hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Television Ngyoku International, nikaribisha karibu kuungana nami kwenye kipindi chetu chingine, ikiwa ni makala ya uchambuzi wa siasa, ikiwa nami wako Zakai Chubaka Pascal, kwa sasa nite sauti ya mzalendo au nite Professor International. Na ndugu msikilizaji, kwa upande wa kamera niko naye Dado Jolie Georgette, na kwa upande wa fundi mitambo nikiwa naye Uncle Jacques Sala, na kwa upande wa kuyayusha mambo niko naye Wilonja Esandamondros. Nikuombe karibu tu kuungana nami, nikuombe tujie abone hapo ulipo kwa kutusaidia kuendeleza kazi yetu, alafu uweze kulike, yani kugusa hako kakidole gumba, hako kakidole ambako kameandika okay hapo, alafu uweze kupartage kwa wengine ili nao wapate kama ulivyopata. Na mnikaribishe karibu kuungana nami mwanzo hadi mwisho. Na acha tujielekeze huko Minembwe, ambako sasa ni marumbano kwa kabila la Wanyamulenge, wakiwa wanapigana baada ya kifo chake Kanali Muhasi Rukundo Mishere Makanika, aliyekuwa kiongozi wa Twirwaneho na Ngumino, ambao waliokuwa wakijiita watetezi wa haki wa kabila la Kinyamulenge. Kifo chake Kanali Muhasi Rukundo Makanika sasa kimeinua mjadala na ugomvi mkubwa kati ya Wanyamulenge kwa Wanyamulenge, huku aliyekuwa kiongozi wa upande wa pili ambaye aliyekuwa kiungana na Moizi Nyarugabo na Azarias Rubero tangu zamani, ambaye alijulikana kwa jina la Charles Matama, ndiye aliyeongoza kikundi cha Twirwaneho na pia Ngumino baada ya kifo chake Kanali Muhasi Mishere Rukundo Makanika. Sasa wa baadhi ya kikundi cha Wanyamulenge wanamlahumu Charles Matama kwa kuweza kuunga jeshi la Twirwaneho kwa upande wa M23, na sasa wakiwa wanapigwa vita na baadhi ya kabila ambazo walikuwa wakisikilizana hapo kabla alipokuwa bado hajafa Kanali Muhasi Mishere Rukundo Makanika. Hali hii imesababisha mjadala mkubwa kati ya Wanyamulenge kwa Wanyamulenge, huku baadhi ya mijadala ikifanyika kwenye baadhi ya radio kubwa kama BBC America Swahili na baadhi ya radio ambako sasa kunafanyika vipindi kwa lugha ya Kinyarwanda ili kujadili kulingana na mzozo unaoendelea kati ya Wanyamulenge kwa Wanyamulenge. Hapo kabla Moizi Nyarugabo amewahi kuongea kwenye Sauti ya Amerika akisema kuwa wao sio kwamba hawapo Wanyamulenge, lakini ni Wanyamulenge ila kutokana na hali ambayo wenzao wanayoishi ya kujitenga na wenzao ndio inasababisha mpaka ugomvi kuingia katikati yao, ndivyo alivyosema Moizi Nyarugabo. Na ndugu msikilizaji, ni kwamba kabla ya hayo marumbano yaliwahi kutokea baada ya vita vilivyoweza kufanyika huko Bibokoboko, ambavyo viliweza kusababisha baadhi ya jamii za Wanyamulenge kuweza kuficha watoto wao kulingana na vita hivyo ambavyo viliwahi kuripotiwa hapo kabla wiki iliyopita huko maeneo ya Bibokoboko, ambako inasemekana kuwa wale waliokuwa wakijiita hapo zamani Twirwaneho Ngumino kwa sasa wanaitwa M23 baada ya kundi hilo kuweza kuongozwa na kanali aliyeikamata ambaye ni Charles Matama, aliyekuwa kiongozi wa zamani wa Laurent Nkunda Batware. Kanali huyo aliyekuwa mlinzi wa karibu wake Laurent Nkunda Batware sasa ndiye kiongozi ambaye anaiongoza Twirwaneho na Ngumino, akiwa tayari ameshaibadilisha jina, kwa sasa inaitwa M23. Hali hiyo imesababisha ugomvi hadi wakiwa wanasema kuwa ndio iliyoweza kusababisha kifo cha kanali wao Muhasi Mishere Rukundo Makanika baada ya kuweza kukataa kujiunga na M23, ikaweza kumsababishia kifo. Hadi hivi ameshafariki, ikiwa ni kilio kwa baadhi ya jamaa nyingi za Wanyamulenge. Na mpaka sasa bado masikilizano hayapo kati ya makundi hayo mawili, mojawapo wakiwa wanakataa kujiunga na M23 na wengine wakiwa tayari wameshajiunga na M23 sana. Kikundi kilichokuwa kikiongozwa naye Kanali Muhasi Mishere Rukundo Makanika kwa sasa kinaongozwa naye Charles Matama, ambaye ndiye amepeleka kikundi hicho kwa M23, huku kikundi kingine kikiongozwa naye Nyamusaraba, ambaye mpaka sasa bado upande wake kujulikana, ila kwa sasa anajiita yeye bado ni Ngumino, huku vikundi hivi viwili ambavyo viliweza kuungana na kuwa vikundi vitatu. Kikundi cha kwanza kikiwa kikundi cha Ngumino yake Makanika na kikundi
kikundi cha pili kikiwa ni kikundi cha Twirwaneho na kikundi cha tatu kikiwa ni Ngumino yake Charles Matama. Sasa vimeungana na kwa kikundi kimoja, naye Charles Matama ameweza kutumia fursa hii kuweza kupeleka kikundi hicho kwa upande wa M23. Na ndugu msikilizaji, acha kufikia hapa, sina la ziada, tuweze kukatia hapa, maana huwa wengine wanasema vipindi virefu huwa hawana vote ya kuweza kuvimaliza. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hapo baadaye tunakujia na baadhi ya historia fupi ya M23, yani muda si punde. Bado tunakuandalia mambo mazuri, bado tunakuandalia mambo ya bomba. Nite tu sauti ya mzalendo Zakai Chubaka Pascal. Hapa tunakuandalia mambo mazuri, muda si punde utakwenda kuyapata, bado yapo jikoni. Yani tunakuandalia historia ya M23, ilianza vipi mpaka kufikia sasa inafanya kazi namna gani. Na kufikia hapa sina la ziada, niseme asante na alamziki.